Angu kwa lugha ishara ni Meresha Owiti. Taharuki ilitanda kwenye hafla ya Rais William Ruto katika eneo la Bamba, eneo bunge la Ganze kwenye kaunti ya Kilifi, baada ya jamaa mmoja kukwepa ulinzi hadi kumfikia rais jukwani. Tukio ambalo limeweka wazi utepetevu wa kikosi husika cha kumlinda rais, ikizingatiwa kwamba visa hivyo vinazidi kushuhudiwa nchini na kuhatarisha maisha ya Rais William Ruto. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Jeff Kirui, kurunzi sasa ni kwa kamanda wa kikosi cha kumlinda rais Noah Maiyo, ambaye tangu kupandishwa madaraka mwaka 2024 visa hivyo vimeonekana kuzidi kuongezeka. Ni tukio jingine ambalo limefichua utepetevu wa walinzi wa Rais William Ruto. Kwenye hafla eneo la Ganze, kaunti ya Kilifi, jamaa mmoja aliyeshikilia Biblia mkononi aliwakwepa walinzi na kufululiza hadi jukwaa la rais, hata kumweka mkono Rais Ruto begani. Kizaazaa ambacho nusura rais anguke kwenye vuta ni kuvute hiyo. Na licha ya rais kupuuzilia mbali tukio hilo kwa kujitia hamnazo, mojawapo ya visa ambavyo vinazidi kushuhudiwa vikitishia usalama wa rais kwenye mikutano ya hadhara. Amejifunza kutoka Fikirini Jacobs kwamba nafasi ikipatikana asiipoteze. Tarehe 28 mwezi uliopita, Rais William Ruto aliponea chupu kugongwa na kifaa kilichoaminika kuwa chupa ya maji. Hii ilikuwa eneo la Kibra kwenye ziara yake kukagua nyumba za bei nafuu za Soweto. Niseme kwa watu wa Wajir, vijana ya Wajir, asanteni. Mwezi Februari mwaka huu, rais aliingiwa na kiwewe baada ya jamaa mmoja kuchana mbuga hadi kwenye jukwaa kwenye hafla ya kuzindua mradi wa nyota katika kaunti ya Wajir. Safari hii walinzi wake walikuwa angi wakimdhibiti kabla ya kumfikia rais. Pole. Achana yeye. Wiki moja awali mjini Mombasa, tukio sawia liliibuka baada ya kijana mmoja kukwepa macho ya walinzi na kuchana mbuga hadi kwa rais. Walinzi wakipatikana wamezubaa. Jeremiah. Very good Jeremiah. Mweka box. Mwezi Mei mwaka uliopita, Rais Ruto aliponea kupigwa na kiatu alichorushiwa wakati alipokuwa ziarani katika kaunti ya Migori. Tukio lililotilia doa utendakazi wa walinzi wa rais, ambao kwa mara nyingine walipatikana wakiwa wameduaa hata kukosa kuzuia rais kugongwa na kiatu hicho. The shoe was thrown from very few meters. You can say roughly not more than 10 meters on the higher side. So that means the guys who are around the president, I think they were not very keen to be able to see if somebody is removing a shoe, and by the time you carry up your hands, I think somebody should be on you. Kwa visa hivi vyote, kurunzi ni kwa kikosi maalum cha usalama wa rais. Kamanda akiwa Noah Maiyo, ambaye tangu kuchukua hatamu za uongozi wa kikosi hicho mwezi Julai mwaka 2024, visa hivyo vinaonekana kushuhudiwa kila kukicha. Where the president is, there's no mess, no single mess. That's the rule of the law as far as presidential escort is concerned. Noah Maiyo kabla ya kupandishwa cheo alikuwa msimamizi wa operesheni kwenye afisi ya Ruto kwenye muhula wake kama naibu rais. Inaarifiwa kuwa Maiyo ni miongoni mwa walinzi wa karibu ambaye anaaminiwa kwa undani na Rais William Ruto. Jeff Kirui, KTN. Kwingineko ni kwamba viongozi wanaohusishwa na mpango wa serikali pana wamesisitiza haja ya kuendelea kuunga mkono